Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yaliyojiri tuliyokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Nizi Masinde, na kwenye habari za michezo tuko naye Jonas Maziku. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango ahimiza mataifa kushirikiana pamoja kudhibiti janga la njaa na umasikini. Waziri Mkuu amwakilisha Rais Dr. Samia maonesho ya World Expo 2025 Osaka, Japan. Na katika habari za kimataifa, watu 28 wauawa kutokana na mashambulizi ya Israel huko Gaza. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Mpango amesema ili kudhibiti janga la njaa na umaskini pamoja na kuharakisha maendeleo ya vijijini ni vema mataifa kushirikiana kwa pamoja, kwa kuwa masuala hayo ni janga linalovuka mipaka ya nchi. Taarifa zaidi inasomwa hapa studio na Goodluck Msola. Makamu wa Rais ametoa wito huo alipokuwa akitoa hotuba wakati wa majadiliano kuhusu muungano wa kimataifa dhidi ya njaa na sera za umma kwa usalama wa chakula katika mkutano wa pili wa Brazil na Afrika kuhusu usalama wa chakula, mapambano dhidi ya njaa na maendeleo vijijini, uliofanyika katika ukumbi wa mikutano wa makao makuu ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Brazil, Tamatari Paris, jijini Brazilia. Amesema madhara ya umaskini na njaa ni makubwa, yameathiri zaidi bara la Afrika licha ya uwepo wa rasilimali za kutosha, huku akimpongeza Rais wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva kwa juhudi alizozianzisha za kuunganisha mataifa mbalimbali na kuhamasisha ushirikiano huo kuweza kujidhatiti kati ya mataifa tajiri na yale yanayoendelea. Makamu wa Rais amesema Brazil itakuwa mshirika mahususi kwa nchi za Afrika katika kilimo na mazao mbalimbali na maendeleo vijijini kutokana na matumizi ya teknolojia nchini humo pamoja na hatua kubwa iliyofikiwa katika sekta mbalimbali. Ni muhimu sana sisi viongozi katika ngazi za juu kabisa kutega masikio kwa sekta binafsi na wakulima, kuwasikiliza, kupokea ushauri wao, kusikiliza makwazo yanayopata katika kuendeleza kilimo kama biashara. Wala tusiachie watu wadogo. Aidha, makamu wa Rais amesisitiza uwepo wa sera rafiki na zinazotabirika zitakazoiwezesha sekta binafsi wakiwemo wakulima wadogo pamoja na wawekezaji katika sekta ya kilimo kuwa na uhakika uzalishaji pamoja na soko la bidhaa zao. Sanjari na hayo, amesema ni muhimu viongozi hususan wa ngazi za juu kusikiliza na kufanyia kazi ushauri kutoka kwa wadau wa sekta binafsi ikiwemo wakulima katika kuendeleza kilimo kama vile biashara. Katika mkutano huo, makamu wa Rais ameambatana na naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Dennis Londo, naibu katibu mkuu Wizara ya Kilimo anayeshughulikia maendeleo ya mazao na usalama wa chakula Dr. Hussein Omar, pamoja na balozi wa Tanzania nchini Brazil Dr. John Simba Chawene. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Wizara ya Afya Zanzibar imebainisha kuwa itaendelea kuimarisha huduma za uzazi wa mpango katika maeneo mbalimbali ya afya kwa lengo la kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi. Taarifa zaidi inasomwa na Muhammad Jamal. Mkurugenzi wa mipango, sera na utafiti kutoka Wizara ya Afya Zanzibar Abdul Latif Hatib Haji ameeleza hayo wakati alipofungua mkutano wa wadau unaohusiana na uzazi wa mpango uliofanyika Wizara ya Afya Vuga, na kubainisha kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya inaendelea kufanya jitihada mbalimbali kuona kuwa afya ya mama na mtoto inaimarika kwa kuchukua hatua, ikiwa na pamoja na kuhamasisha matumizi ya uzazi wa mpango. Ameeleza kuwa imefika wakati kwa sasa masuala ya huduma za afya ya mama na mtoto pamoja na uzazi wa mpango yaimarishwe katika maeneo ya utoaji wa huduma, hasa katika vituo vya afya vya Unguja na Pemba. Amesema katika kuimarisha huduma za uzazi wa mpango ni vyema kuwe na mikakati madhubuti itakayofanikisha huduma hiyo kuimarika na kupunguza matatizo mbalimbali yanayotokana na uzazi. Tunaelewa vile kwamba sababu kubwa za vifo vya mama na watoto tunazijua, lakini fike pahala kwamba madamu umeshajua tatizo, basi inakuwa ni njia moja kuweza kujua au
solve lile tatizo. Kwa upande wake, mratibu wa huduma za uzazi wa mpango kitengo cha afya ya mama na mtoto Radhia Mataka amesema kwa Zanzibar takwimu zinaonyesha kuwa miaka 1999 njia za uzazi wa mpango zilikuwa zikiongezeka na hadi mwaka 2022 idadi ya matumizi ya njia za uzazi wa mpango ilipungua kwa mujibu wa utafiti uliofanyika. Kwa upande wa hizi njia ambazo zinapatikana kwa upande wetu hapa Zanzibar, kuna njia kubwa mbili ambazo ni njia za muda mfupi, kuna njia za muda mrefu pamoja na njia za kudumu. Tukija kwa mwenendo wa matumizi ya njia za uzazi wa mpangilio, tukiangalia takwimu za TDHS ya 2022, tukiangalia mahitaji ya jumla ya uzazi wa mpango yalikuwa yakiongezeka kutoka 48% kwa mwaka 1999 hadi 61%. Lakini kufikia mwaka 2022 idadi ikapungua kulinganisha na ile previous survey ambayo ilifanyika 2015 hadi 16. Amesema jitihada mbalimbali zinafanyika katika kuhakikisha huduma ya uzazi wa mpango inaongezeka katika wilaya zote za Unguja na Pemba kwa kushirikiana na wadau kutoa elimu na kufanikisha huduma kuwafikia walengwa. Asante sana Mohamed Jamal kwa taarifa hiyo. Wananchi wa kata ya Ikobe na Nanda wilayani Mbogwe mkoani Geita wamelalamikia hali mbaya ya barabara zinazounganisha kata hizo na makao makuu ya wilaya, wakidai kuwa zimesababisha usumbufu katika shughuli zao za kila siku. Taarifa zaidi na Joel Maduka kutoka Geita inaarifu zaidi. Wakizungumza katika mkutano wa hadhara ulioitishwa na mbunge wa jimbo la Mbogwe Nicodemus Maganga, wananchi hao walielezea jinsi miundombinu duni ya barabara inavyoathiri kwa kiasi kikubwa, hususan katika nyakati za mvua ambapo barabara hizo hazipitiki kabisa. Nini maana ya kuitwa kata Ikobe ikiwa hakuna barabara za kuifikia kata? Ukienda Busabaga kule hakuna barabara. Ndio maana wanafunzi pale shuleni wanaamua kuruka kwenye ungo ili wafike shuleni. Sasa wakifika shuleni wanaanguka na mapepo, kwa sababu wanaamua kujifunza uchawi kwa sababu hakuna mahala pa kupita. Mheshimiwa, pale Bugani kuna maji. Toka Nanda kwenda Bukombe ni changamoto. Laiti ungefikiria leo ungepita wewe hapa unaenda Bukombe, mwenyewe ungekubali. Tukuombe sasa kushirikiana na mheshimiwa diwani. Barabara ile ni ya muhimu sana. Maana ndio shortcut inatufanya tufike kwa mbunge haraka. Tunaomba uifanyie utatuzi. Asante sana. Akijibu kilio hicho, mbunge Nicodemus Maganga amesema kuwa ni muhimu kwa halmashauri ya wilaya kuona namna ya kununua skaveta kwa ajili ya kuchonga na kuweka matengenezo ili kurahisisha usafiri kwa wananchi. Tuweze kuwabana vizuri wataalamu pale tutakapokuwa na skaveta ya kwetu. Leo mimi Maganga ningetamka, kesho waje wachonge hiyo barabara kama tungelikuwa na skaveta. Kwa hiyo kuanzia hizi pesa za mfuko wangu wa jimbo, na nyie wanakamati wenzangu mpo, najua nyie tumeshafahamiana vizuri kwa sababu tumefanya kazi kwa uaminifu sana, hata posho hampati, hata mimi posho sipati, tunahudumia wananchi. Sasa lazima tununue skaveta ili tuitoboe hiyo njia kuja hapa ili kuzudi hapa pawe pazuri. Kwa upande wake, kaimu meneja wa wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA wilayani Mbogwe George Mayunga amesema tayari bajeti imetengwa kwa ajili ya ukarabati wa baadhi ya barabara hizo na ukarabati utaanza mara fedha zitakapopatikana. Ikobe Kashera. Majibu ni kwamba mbunge, ni kweli barabara tulifungua mwaka wa fedha uliopita tukielekea Moram na makaravati hapo chini. Bahati mbaya ni kwamba wakati mkandarasi anatengeneza barabara hii ya kutoka Katoma inapita Ikobe kwenda Kona 4, alikuwa anachukulia kifusi hapo chini. Kuna sehemu zimeanza kutoboka. Umeshamlipa? Kwani mmeshamlipa? Hiyo ni kwamba aliitumia barabara kwa malori yake yalikuwa mazito. Kwa tumeshamuelekeza kabla hajakabidhi barabara hii ya kutoka Katoma kwenda Kona 4 atatengeneza, ataziba ile mashimo. Mwaka huu yenyewe. Kabla sijamaliza ubunge wangu. Ni sasa hivi. Sawa, mwaka huu. Hapo sawa. Wananchi sasa wana matumaini kuwa hatua hizo zitasaidia kupunguza kero ya muda mrefu ya miundombinu mibovu na kuwezesha maendeleo ya kijamii na kiuchumi katika maeneo yao. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo.
Wakulima halmashauri ya Mlele mkoani Katavi wamelalamikia tozo na ushuru unaotozwa katika mageti yaliyowekwa na halmashauri hiyo kwa lengo la ukusanyaji wa mapato wakati wanaposafirisha mazao yao, hali ambayo wanadai inawarudisha nyuma kiuchumi. Neema Huseni ana taarifa zaidi kutoka Katavi. Ni ngoma ya asili kutoka wilaya ya Mlele mkoani Katavi ambayo imetangulia kusafisha uwanja kabla ya kuanza kwa muendelezo wa kampeni ya Longa na Mama Samia yenye lengo la kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Gunia moja tunalolipia 2,000, kulichambulisha tunalichambulisha shilingi 6,000. Kulibeba kulitoa shambani kuleta nyumbani shilingi 2,000. Unakutana na ushuru shilingi 2,000. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, wakulima tunaumia. Heka nzima inatoa gunia moja la karanga. Gunia hilo hilo unalitolea ushuru mara 6. Mheshimiwa Mkurugenzi, niko chini ya miguu yako. Naomba utuondolee haya mageti. Mazao yananunuliwa katika halmashauri yako, iwe tumbaku, iwe karanga, yawe mahindi, na mwisho wa siku hata asali. Mwisho wa siku yatatoka nje. Ya nini Watanzania wa Mlele waendelee kuichukia serikali yao sikivu kwa kero ya ushuru? Imekuwa ni kero ya kudumu. Mwaka jana ilitibiwa, mwaka huu imejirudia. Mimi niombe jambo hili lisikosanishe Watanzania wa Mlele na serikali yao na kupelekea kuichukia serikali yao yenye malengo mazuri na dhamira nzuri. Kero hizo zilipatiwa majibu na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mlele pamoja na wataalamu wengine, kisha kugongelewa msumali na matumaini kwa wananchi kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Mlele Majidi Mwanga. Kwa nini tunamtoza ushuru wa karanga mfanyabiashara? Kuna ongezeko la thamani. Bei ulomnunulia mkulima so bei unaoenda kuuzia. Hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, ili usilipe, yani nani hapaswi kulipa? Asiyepaswa kulipa ni mkulima anayefanya kilimo kisicho biashara. Sasa ipo changamoto ya wafanyabiashara kugeuka kuwa wakulima. Longa na Mama Samia imekuja pia kusema swala la ushuru ambalo mmelizungumza hapa. Ushuru, mkulima haruhusiwi kulipa ushuru wowote. Mkulima yeyote. Wewe mkulima ukidaiwa ushuru, kataa, usilipe. Na mkurugenzi yuko hapa amesema ushuru kwa mkulima haruhusiwi. Jambo ambalo nataka nimwambie mkurugenzi na timu yako, ni vema mkaweka utaratibu mzuri. Si wakulima wote wamesajiliwa kwenye namba ya wakulima. Hili lazima tuleke kweli, si wakulima wote wamesajiliwa. Aidha, Majidi amekemea wizi wa mazao na mifugo unaoendelea katika wilaya hiyo. Asante sana Neema Huseni kwa taarifa hiyo. Chama cha wanasheria wanawake Tanzania TAWLA kimeiomba serikali kuendelea na juhudi za maboresho ya sheria mbalimbali ikiwemo sheria ya ndoa, sheria ya elimu na sheria dhidi ya ukatili wa kijinsia ili kuhakikisha fursa sawa za kijamii na kiuchumi zinaofikia wanawake nchini. Taarifa zaidi iliyoandaliwa na Recho Chacha inasomwa hapa studio na Muhammad Jamal. Rai hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi mkuu wa TAWLA Tike Mapikile alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari katika kongamano la kuadhimisha miaka 35 tangu kuanzishwa kwa chama hicho, ambapo kongamano hilo limelenga kujadili mafanikio yaliyopatikana, changamoto zilizopo na mikakati ya kuzitatua. Wakati tunaanza kwa mfano tu kwa upande wa wanasheria wanawake, mawakili, miaka ya 90 walikuwa wanasheria wanawake 10 tu mawakili. Lakini sasa hivi tunaongelea wengi, wako 4,000 na kitu huko, sijui 6,000. Kwa hiyo namba ni kubwa kwa upande wa mawakili. Sasa sina data za wanasheria kwa upana wake. Kwa hiyo lakini ni wengi. Ukienda vio vya sheria unakutana wanawake, watoto wa kike ni wengi wanasoma sheria. Kwa hiyo tu ni mfano professional moja. Lakini professional nyingi sasa hivi tunaona maengineer, hizo professional zamani tulikuwa tunaona za wanaume, lakini wapo wanawake. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo kwa miaka 35 tunaona ni mambo mazuri. Kwa upande wake, mmoja wa mawakili walioshiriki kongamano hilo, Scholastica Ndianabo, amehimiza jamii kuacha kuficha matukio ya ukatili wa kijinsia na badala yake kuyafikisha katika vyombo husika ili kuwezesha upatikanaji wa haki na kukomesha vitendo hivyo. Nadhani root cause inatokea kwa familia zetu kama sisi. Sasa unaweza kukuta kama mimi kwa kitengo changu ninachofanya na deal sana na wanawake na watoto wanaobakwa,
wanawake wanaopigwa na waume zao, umeelewa? Lakini unakuta mtu analetwa ofisini, lakini siku ya mwisho familia inakataa usifungue shauri lolote. Yani tunaweka kwenye kivuli cha kutengeneza reputation kwamba hatutaki familia zetu zinani, lakini at the end of the day tunakuza jambo, hatutaki wale unakuta mtu anafanya ulawiti ni familia kabisa, lakini sasa mzazi hataki iko kitu kitoke nje. Sasa hatusaidii kitu, kwa sababu tunaendelea kukuza yale makucha, tunaendelea kuyaweka ndani ya hiyo familia. Nao baadhi ya wananchi walioshiriki katika kongamano hilo akiwemo Fatma Shaban na Mwema Mwinge wamesisitiza umuhimu wa mahakama kuongeza kasi ya utoaji haki hasa kwa wananchi wa kipato cha chini, wakieleza kuwa gharama za uendeshaji wa mashauri ni kubwa na zimekuwa kikwazo kwa wengi kupata haki. Toa wito, sisi tulikuwa maskini tuende kwa TAWLA watatusaidia. Pili, watu angalie kwa jicho la mahakimu. Na mama mmoja aliniambia usipate tabu kuhangaika kwa sababu mimi kwa sina uwezo kuweka mwanasheria ambaye wa kumlipia, akanipeleka TAWLA. TAWLA ikanisaidia, nikaenda wakanihangaikia, tayari mpaka sasa hivi tupo katika kesi imekwisha, lakini bado sijapata haki yangu. Lakini vile vile TAWLA bado inaendelea kunifuatilia ili nipate haki yangu. Asante sana Mohamed kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewataka wauguzi nchini kufanya kazi kwa uadilifu na kwa kufuata misingi ya sheria ya kazi ili kulinda afya za wananchi, na kwamba serikali mkoani humo inatambua na kuthamini kazi ya uuguzi katika kulinda afya za wananchi. Taarifa zaidi tuungane na Mrisho Mapeo. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika maadhimisho ya siku ya wauguzi kimkoa yaliyofanyika katika ukumbi wa Ubungo Plaza, mkuu wa mkoa amesema wauguzi ni nguzo muhimu kwenye utolewaji wa huduma za afya, hivyo ni vyema kuendelea kufanya kazi kwa uadilifu kama ambavyo kanuni za kazi hiyo zinavyowataka. Aidha, Chalamila ameitaka jamii kutambua na kuthamini kazi inayofanywa na wauguzi na kusisitiza kuwa serikali mkoani humo inaendelea kushirikiana na Wizara ya Afya ili kuimarisha zaidi mazingira ya utolewaji wa huduma za afya. Sanjari na hayo, amesisitiza wakazi wa jiji hilo na Watanzania kwa ujumla kuendelea kulipa kodi kwa mujibu wa sheria, kwani kodi ndio mhimili wa kuboresha huduma za kijamii ikiwemo za afya. Sekta ya afya haiwezi kufafanuliwa hata kidogo bila kufafanua thamani ya wauguzi. Ni kweli kwamba daktari anaweza kumpima, ama mtu yote anaweza kumpima, au daktari anaweza kumpima mgonjwa. Ni kweli kabisa mgonjwa anaweza kuhitaji operation na akafanyiwa, lakini kama ataachwa bila muuguzi mwenye taaluma, bado mgonjwa anaweza kuhisi amefariki, lakini kumbe akiwa hai. Kwa nini wauguzi mna roho pia ya kuwa wafariji, mna roho pia kurudisha matumaini kwa mgonjwa, mna roho pia kurudisha matumaini kwa wanaouguza wengine kwa maana ya ndugu. Mna roho kubwa sana pia kuleta tabasamu kwa mgonjwa, na mna roho kubwa sana ya kufafanua taasisi inayofanyia kazi kwamba inaweza. Kwa upande wake, rais wa chama cha wauguzi Tanzania TANA Ezekiel Henry amewataka wauguzi kuendelea kufanya kazi zao kwa weledi na kwa kufuata sheria na kanuni za kazi hiyo, huku akiitaka jamii kuheshimu kazi za uuguzi kwenye kulinda afya za wananchi. Natoa rai kwa viongozi wa vituo vya kutolea huduma za afya kulinda hali hii kwa kuhakikisha wauguzi wanatekeleza majukumu yao ya kitaaluma na si kazi zisizo za kitaaluma. Napenda pia kutoa wito kwa jamii kuheshimu wauguzi. Jamii yetu iheshimu na kuthamini mchango wa wauguzi. Wahakikishe, kwa sababu hawa wauguzi wanahakikisha mama anajifungua salama, mtoto anabaki salama na mgonjwa anaendelea kuwa na matumaini. Tuwaheshimu, tuwape moyo na tuwatambue kwa nafasi yao isiyozibwa na mtu mwingine yote katika mfumo wa afya.
Naye rais wa chama cha wakunga Tanzania TAMA Dr. Beatrice Mwilike amezungumzia umuhimu wa ushiriki wa wanaume kwenye afya ya mjamzito wakati wa kujifungua na kwamba wanaendelea kuimarisha mafunzo kwa wakunga ili kuboresha huduma, huku Caleb Kiula, muuguzi kutoka hospitali ya Mloganzira, wakati akisoma risala ameiomba serikali kudhibiti kazi za baadhi ya wasanii wanaodhihaki kazi ya uuguzi. Kipaumbele chetu cha tatu ni kutoa mafunzo kwenye huduma za dharura kwa wakunga pamoja na wauguzi, na chama kwa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa LFPA pamoja na chama cha wakunga Canada tumekuwa tukiendelea kutoa mafunzo haya maalum, na kwa sasa kupitia mradi huu tunatoa mafunzo katika mkoa wa Dar es Salaam lakini pamoja na mkoa wa Shinyanga. Nakumbuka mwaka jana Mheshimiwa mgeni rasmi ulifungua mafunzo haya na ulizindua mradi huu pale Mnazi Mmoja. Mgeni rasmi, wauguzi na wakunga mkoa wa Dar es Salaam tunaomba serikali iendelee kukemea na kuwachukulia hatua kali wasanii wote wenye dhamira za kukejeli, kudharau na kuharibu taswira ya fani ya uuguzi na ukunga nchini. Aidha, tuendelee kuomba na kulisihi Baraza la Sanaa Tanzania BASATA kuwachukulia hatua kali wahusika ili kulinda taswira, imani na uadilifu wa taaluma ya uuguzi na ukunga nchini. Maadhimisho hayo yamebeba kauli mbiu isemayo wauguzi ni nguvu ya mabadiliko duniani, ambapo kupitia maadhimisho hayo wauguzi wamewasha mishumaa ya upendo na kula kiapo cha kufanya kazi kwa uadilifu na kutunza siri mbele ya mkuu wa mkoa. Asante sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Maafisa usafirishaji maarufu bodaboda katika manispaa ya Musoma mkoani Mara wameilalamikia mamlaka udhibiti usafiri ardhini LATRA kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi kwa kuendesha operation ya kukamata pikipiki kwa makosa mbalimbali ikiwemo kutokuwa na leseni za usafirishaji. Adam Kadutu anaripoti kutoka Mara. Huu ni mkutano mkuu wa umoja wa waendesha pikipiki za abiria bodaboda katika manispaa ya Musoma hapa mkoani Mara. Zipo ajenda nyingi za kujadiliwa katika mkutano huu, lakini kamata wanayodai kufanywa na LATRA kwa kushirikiana na migambo inawanyima amani ya kazi, na sasa wanahoji uhalali wake. Anakuja kukamata dereva na afisa moja na mgambo kwenye gari. Yeye kazi yake moja ni kutoa elimu kama alivyokuja kutuambia hapa. Wanatupa kama mheshimiwa, wanatupa taabu. Mnawaeleza jamani, kama mtu kweli amekubali mbebeni vizuri, lakini marungu ya nini? Afisa mfawidhi mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA mkoa wa Mara, George Robert, anasema LATRA imekuwa ikitoa elimu mara kwa mara kwa waendesha bodaboda na wadau wengine wa usafirishaji kuhusu umuhimu wa kuwa na leseni ya usafirishaji kabla ya kuanza kutoa huduma, sambamba na kutimiza matakwa mengine ya kisheria. Unavyokiuka kufata utaratibu, kuna aina ya makosa ambayo yameainishwa kulingana na aina ya usafiri au kundi la usafiri husika. Mfano, kutoa leseni ya usafirishaji bila kuwa na leseni, adhabu yake ukikamatwa faini huwa ni shilingi 25,000. Unapaswa kuanza kufanya utaratibu wa kuhuisha leseni yako siku 14 kabla ya leseni yako kuisha. Bima ni muhimu kwa sababu ukiwa barabarani, aidha umemgonga mtu, umegonga chombo cha mtu, badala kutoa hela mfukoni kumlipa muda huo, ina maana yule ambaye umemsababishia madhara atalipa kupitia bima ambayo umeilipa wewe. Mkutano huu pia umehudhuriwa na mkuu wa polisi wilaya ya Musoma, mrakibu mwandamizi wa polisi Edson Mwamafupa. Anawataka maafisa usafirishaji hawa kutii sheria bila shuruti, huku akiwaonya kutokushiriki vitendo vya kihalifu. Baadhi ya maafisa usafirishaji kushiriki katika vitendo vya uhalifu, wizi na kusafirisha mali za wizi. Kuachana na tabia za kuiba kipato kwa njia zisizo nini. Mkuu wa wilaya ya Musoma, ambaye ni mlezi wa bodaboda katika wilaya hii, anawahakikishia kutatua kero zinazolikabili kundi hili, huku akiwataka bodaboda kuwa mabalozi wa amani. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Wanaweza wakapita huko kwenye makundi kuwashawishi kuingia katika matukio ya kuvuruga amani. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa kiwango cha upatikanaji wa simu janja nchini katika robo ya kwanza ya kuanzia mwezi Januari hadi Machi mwaka huu kimeongezeka na kufikia 30%, huku gharama kubwa ikitajwa kuwa moja ya changamoto inayochangia watu wengi kushindwa kumiliki simu hizo. Goodluck Msola ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa ushirikiano kati ya kampuni ya Redington
na kampuni ya mawasiliano ya simu za mkononi ya Yas. Meneja huduma za vijana na wateja maalum kutoka kampuni ya Yas Ikunda Ngoi amesema kutokana na kasi hiyo kampuni hiyo itahakikisha inaingia makubaliano na wadau mbalimbali ikiwemo wazalishaji na wasambazaji wa simu janja ili kuwezesha Watanzania wengi kuweza kumiliki simu janja kwa urahisi. Penetration ya smartphone kwenye soko, nadhani kuna ripoti ya TCRA ya kota ya kwanza ya mwaka huu, yani Januari mpaka March, ambayo inaonyesha penetration ya smartphone kwenye soko kwa ujumla kuwa kuanzia 30% kwenda juu. Hiyo ndio penetration halisi. Lakini tukizungumzia simu kuweza kupenetrate kwenye soko, maana yake pia kuna vitu vingi vinavyochangia. Cha kwanza ikiwemo ninapoinunua hii smartphone ninapata nini na ninapoitumia ninaweza kuitumia. Pale ndipo ambapo sisi kama Yas tunaingia kwenye hiyo picha, kwamba tunahakikisha kwamba uko covered kwa namna ya mtandao, kwamba popote utakapokuwa utaweza kuitumia simu yako na kufurahia teknolojia ya 4G na 5G ambayo Yas imeieneza nchi nzima na 5G kwenye mikoa mikubwa ya Tanzania. Aidha, Ikunda amesema pamoja na kuwezesha upatikanaji wa vifaa janja ikiwemo simu za mkononi kwa njia rahisi, pia watahakikisha wanaimarisha upatikanaji wa mtandao, hivyo kusaidia Watanzania wengi kufurahia huduma za kidijitali kupitia vifaa hivyo ikiwemo simu za mkononi. Kwetu sisi tunaona kabisa kwamba huu mkakati unawezesha sisi kuwafikia wateja wetu ambao ni wapenzi wa bidhaa za Apple, na tunafahamu kabisa kwamba bidhaa hizi za Apple kwenye soko la Tanzania linakuwa polepole. Kwa hiyo kwetu tunaona kama ni fursa ya kuwawezesha wateja ambao tunaamini ni wapenzi sana wa bidhaa hizi, na ukiangalia kwenye takwimu tunaona kwamba mpaka Machi 2025 ni 6.49 tu ya Watanzania ambao tayari wanamiliki bidhaa hizi za Apple Tanzania. Kwa hivyo kwa muungano huu basi tunaamini kabisa kwamba tutawawezesha wengi ambao ni wapenzi wa bidhaa hizi kuweza kuzitumia na kuweza kuzipata kutoka kwenye maduka yetu ya Yas. Upande wake Eliki Mkomoe, meneja mauzo kutoka kampuni ya Redington Tanzania ambayo ndio wakala mkuu wa bidhaa za Apple nchini, amesema ushirikiano huo na kampuni ya Yas utasaidia kuongeza kasi ya matumizi ya bidhaa za Apple nchini ambao kwa sasa ni 6.49. Kwa sababu ya ushirikiano rasmi na Yas, pia kuni bei kuna sitaitaja, tamwachia mwenyeji wangu hajahitaji, lakini pia kuni bei tumejaribu kuhakikisha tunakuja na bei ambayo itakuwa ni bei nzuri na watu wataweza kuhimili kuinunua. 16E kuni familia ya iPhone 16 zote ndio iPhone ambayo pia kwa Apple wakati wanaitoa walihakikisha iwe inaweza mtu yoyote anaweza akaipata, kwa maana ya kwamba bei yake, lakini pia aina ya features ambazo zimewekwa. Kwa hiyo utaona Apple tu alitaka simu hii iwafikie watu wengi, lakini pia sisi Redington na Yas tuna make sure zaidi iwafikia watu kwa namna ambayo inastahili. Hayo yanajiri wakati Tanzania ikiwa inatekeleza mkakati maalum wa uchumi wa kidijitali ambao pamoja na kuhamasisha Watanzania kuweza kutumia dijitali pia umelenga kuongeza matumizi ya simu janja kwa kuimarisha mtandao. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Zaidi ya shilingi bilioni 1.8 za mapato ya ndani kwa halmashauri ya wilaya ya Chunya mkoani Mbeya zimetolewa kwa wananchi wa wilaya hiyo kama mikopo ya 10% kwa vikundi zaidi ya 100 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Taarifa Daniel Simarta kutoka Mbeya inaarifu zaidi. Akikabidhi mikopo hiyo, mbunge wa jimbo la Lupa Masache Njeru Kasaka amevitaka vikundi vinavyonufaika na mikopo hiyo kuelekeza fedha kwenye miradi husika ili kurejeshwa kwa wakati na kuendelea kunufaisha wananchi wengine. Uaminifu. Amezungumza hapa katika tawala kwamba kuna watu mpaka wametumia nguvu kuweza kwenda kuwasaka ndio wameweza kurudisha hizo fedha. Sisi tusiwe hivyo. Tuonyeshe uaminifu wetu, turudishe hizo fedha kwa wakati, wengine waweze kukopa, lakini sisi pia tuweze kukopa mara 2 zaidi au mara 3 zaidi. Imani yangu leo tunakopesha bilioni 1.8 na mpaka sasa tushakopesha bilioni 2.7. Baada ya miaka 5 inayokuja tutaweza kuwa tunakopesha zaidi ya bilioni 5 au na kuendelea. Sasa bilioni 5 zikiwa zinazunguka kwenye jamii yetu ni fedha nyingi, hivyo wananchi wetu kwa maana uchumi utaendelea kukua. Na kama mnavyojua, ameongea hapa katibu wa vijana, watu waaminifu kwenye urejeshaji ni wakina mama. Na nikiangalia hapa kwenye ukumbi huu wakina mama ni wengi zaidi. Ninaamini kwa uaminifu mliokuwa nao,
muendelee kujenga imani hii. Kwa upande wake, afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya Chunya, Marieta Mlozi, amesema kupitia mikopo hiyo wamebaini uwepo wa vikundi vinavyobadilisha matumizi ya fedha za mikopo ukilinganisha na malengo yao. Ya kwanza ni vikundi kuomba mkopo wa fedha nyingi ukilinganisha na uhalisia wa miradi yao. Lakini changamoto nyingine ni vikundi kutorejesha mikopo kwa wakati. Na changamoto nyingine ni vikundi kusambaratika baada ya kupata mikopo. Hata hivyo, baadhi ya wananchi waliopata mikopo hiyo wamekiri kuhakikisha wanarudisha mikopo hiyo kwa wakati. Ilikuwa inatokea kwa vijana wengi ni kwamba wakipata mikopo hawafuati yale ambayo walikuwa wamejipanga kwa ajili ya kutekeleza ile miradi yao. Na hiyo ndio changamoto kubwa ambayo inawakuta na kupelekea kutokulipa mikopo kwa wakati, ili pia wengine kuweza kupata fursa ya kukopa na kunufaika kwa ajili ya kujikwamua pia kiuchumi. Sisi kama wanawake tunaweza kulipa mikopo kwa sababu tunajiamini na tunajituma. Na sisi ndio tunaolea familia. Manake muda mwingine unakuta baba hayupo, ameenda kutafuta mbali, maana akina baba wanazunguka sehemu mbalimbali kwenda kutafuta riziki. Kwa hiyo mimi nikibaki nyumbani ninafanya biashara ndogo ndogo, nina uwezo wa kuhudumia familia na kuweza kumudu mahitaji mbalimbali. Asante sana Daniel Simarta kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Waziri Mkuu amwakilisha Rais Dr. Samia maonesho ya World Expo 2025 Osaka, Japan.